Na Mungu wetu Baba wa rehema yote, katika jina la Yesu, asante kwa uaminifu wako tena na kwa wema na fadhili zako katika siku na saa njema. Lihimidiwe jina lako, litukuzwe sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu uliye mtakatifu, mwenye nguvu na mwenye uweza. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe, na ufalme wako uje, na ufalme wako tawale, na nguvu zako zitumiliki katika yote muweza yote, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uweza wako na nguvu zako. Asante kwa pendo lako lenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utukufu ni wako Baba, na nguvu na uweza, katika jina la Yesu Kristo, katika jina lipitalo majina yote. Nasimama kinyume na kila roho na mamlaka na nguvu za yule adui, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Chochote na lolote ambalo adui amepanga, nasimama kulipangua sasa katika fikra na nafsi. Damu Yesu ikanene mema, na kusudi la Baba yangu na Mungu wangu Baba likatimizwe sasa, kwenye anga, kwenye nchi, kwenye malango yetu, kila mahali ikawe sifa na utukufu na nguvu, katika jina la Yesu. Kila namna ya maradhi, magonjwa, toka, achia. Kila namna ya udhaifu, toka, achia. Kwa jina la Yesu ninaamuru, damu ya Yesu ikuponye. Damu yako Yesu ituponye. Na iomba damu yako Yesu ituponye mwili, nafsi na roho, na tena itusamehe. Damu yako itusamehe, damu yako itutakase, damu yako Yesu itusamehe watoto wako. Tuhurumie, turehemu. Naomba utakaso kwa damu yako, utakaso kwa damu yako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Mfalme, Mungu Baba wa Bwana na Mwokozi, Mungu mwenye uweza na nguvu na utukufu, sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu aendelee kukujaza neema na nguvu, na Roho Mtakatifu aendelee kutawala na kumiliki, aendelee kutawala na kumiliki nafsini mwetu, maishani mwetu, siku zote na wakati wote. Tunaendelea kujifunza habari njema za ufalme wa Mungu, kwa kuwa ndizo namba moja tunatakiwa kuziangalia, kuzipenda, kuzipa nafasi, habari njema za ufalme wa Mungu. Na kuna habari nzuri sana juu ya neno hili, kuwa mhudumu wa madhabahu. Mhudumu wa madhabahu, itumikie madhabahu ya Bwana, ikutumikie pia hiyo madhabahu. Itumikie, ikutumikie. Ihudumie, ikuhudumie. Ukinyamaza, itanyamaza. Madhabahu takatifu ya Mungu inahitaji tuiutumikie. Watumishi, washarika, makuhani na wasio makuhani waingie, watumike, ili madhabahu ipate kuleta majibu na kuruhusu mambo kutokea. Lakini kusimama na madhabahu ya Mungu takatifu inatusaidia kuweza kuzishinda madhabahu za uovu, za yule mwovu, zisipate uhalali wowote juu ya maisha yetu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Haleluya sana, haleluya. Na ujumbe tunaendelea nao ni juu hiyo ya kujifunza umuhimu wa kuyaweka, au umuhimu wa kuyahusisha maisha yetu na madhabahu takatifu ya Mungu. Tumikia madhabahu ya Mungu, madhabahu ya Mungu ikutumikie. Jihusishe nayo, itahusika na maisha yako kabisa. Tuanze na kuanzia kitabu kile cha Kutoka 17 na mstari wa 15 na 16. Kutoka 17, 15, 16. Musa akajenga madhabahu, akaliita jina lake Yehova Nis. Akaliita jina lake Yehova Nis. Alafu anasema, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Musa akajenga madhabahu. Kitabu cha Kutoka kinaeleza sana juu ya habari ya madhabahu. Wametoka Misri sasa, baada ya kutoka utumwani, matesoni. Waisraeli walipotoka, wanakwenda kujenga madhabahu, wanaelekezwa kujenga madhabahu, wanatakiwa kumjengea madhabahu ya kumtolea Mungu sadaka za shukrani, madhabahu ya kumtumikia Mungu, ili waliitie jina lake hapo, Mungu awajibu, Mungu awatetee. Walihitaji sana madhabahu, na ilikuwa ni muhimu sana madhabahu. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza kwamba madhabahu ni muhimu, kwamba maisha yao
yalitakiwa sasa kuhusika na Mungu moja kwa moja, wamtumikie, na ndio lengo la kuwatoa kule utumwani Misri. Alisema watoe watu wangu watoke utumwani, watoke kwenye matatizo, watoke kwenye shida, watoke kwenye utumwa, watoke kwenye giza, watoke waliko, waje wawe watumwa wa madhabahu yangu, waje wanitumikie. Kwa hiyo Mungu aliwatoa ili waje wamtumikie. Sasa kumtumikia Mungu lazima kuwepo na madhabahu iliyo takatifu ya huyo Mungu mtakatifu, kwa sababu hata miungu wanayo madhabahu. Musa akajenga madhabahu akaita jina lake Yehova Nisi. Yehova Nisi inaonyesha sasa hapo kwa maana nyingine ni Mungu ameapa, Bwana ameapa. Kwa hiyo kwa sababu Bwana aliapa na tukio hilo linasababisha kutengenezwa madhabahu, na madhabahu inaitwa jina la Yehova Nisi. Yehova Nisi, kwamba Bwana ameapa atapambana na adui, atapambana na adui ya wana wa Mungu, au atapambana na adui aliyesimama upande wa watu wake. Sasa kumbuka, huyu adui ana madhabahu na wana wa Mungu wanatakiwa kuwa na madhabahu. Madhabahu mbili zinapambana. Madhabahu hii inaitwa Yehova Nisi, kwamba Bwana ameapa atapambana na adui. Sasa ni kwenye madhabahu, kwa sababu tunasema ni muhimu sana neno madhabahu. Madhabahu linahusika hata wakati Mungu anapotaka kuinua vita juu ya adui zetu, lazima madhabahu. Maombi yetu yameombwa wapi? Mahali pa madhabahu. Hata kama ni nyumbani kwako kwenye chumba cha maombi, manake umeingia kwenye madhabahu, umemlilia Mungu. Madhabahu ni mahali tunapeleka maombi na sadaka, tunakutana na Bwana, tunaunganishwa na Bwana, tunakutanishwa na Bwana. Madhabahu ni pa Mungu aliye hai. Haleluya sana. Tena asifiwe Bwana, tena atukuzwe Jehova Mungu mwenye uweza na nguvu, katika jina la Yesu. Napaita Jehova Nisi, akasema Bwana ameapa atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Bwana atakuwa na vita kizazi. Kwa hiyo ni neno linalotoka kwenye madhabahu, ni neno linalotoka na ni la Mungu, na ni apizo au ni agano. Bwana ameapa. Kwa hiyo unaweza ukaona nchi nyingine zinapigwa mpaka leo, kuna nchi zinatandikwa. Kumbe ni Mungu mwenyewe anahusika, ni Mungu mwenyewe amehusika kwa ajili ya kuwapiga watu wao. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ni apizo la tangu mwanzo, ni agano la tangu mwanzo. Bwana akaapa, Musa akajenga madhabahu na panapatiwa jina. Kwa hiyo kumbe kuijenga madhabahu au kuhusika sana madhabahu ya Mungu inatusaidia sana kuendelea kuwa na mawasiliano na Mungu, lakini hata kupokea ahadi za Mungu, kujua Mungu amesema nini. Mungu anasema kupitia madhabahu. Mungu anasema kupitia madhabahu. Lakini nisome tena Kutoka 29, Kutoka 29:37. 29:37 nisome nayo. Maandiko matakatifu yanasema hivi: utafanya upatanisho kwa ajili ya hiyo madhabahu muda wa siku 7 na kuitakasa, ndipo madhabahu itakapokuwa takatifu sana. Kila kitu kiigusacho madhabahu kitakuwa kitakatifu. Madhabahu inatakiwa kuitakasa. Tunaitakasa kwa damu ya Yesu, tunaitakasa kwa kuomba, kwa maombi na kuita utakaso. Pale ambapo pengine kuna kitu kimefanyika sicho, inatakiwa kuita utakaso. Lakini hata kama hakijafanyika kitu, kuita utakaso katika madhabahu, kwa sababu kuna mambo mengi kwenye dunia hii. Kuna wanaoenda kunajisi. Sasa natuambia madhabahu inatakiwa kutakaswa pia. Madhabahu inatakiwa kutakaswa, na anasema kila agusaye, kila aingiaye atakutana na utakaso. Utafanya upatanisho kwa ajili ya hiyo madhabahu muda wa siku 7 na kuitakasa, ndipo madhabahu itakapo kuwa takatifu sana. Kila kitu kiigusacho madhabahu kitakuwa kitakatifu. Kila kitu kiigusacho. Kwa hiyo madhabahu iliyotakaswa kwa damu ya Yesu, na madhabahu ya Agano Jipya ina damu ya Yesu, ina damu ya Yesu. Kwa hiyo imetakasika.
lakini tunatakiwa kuendelea kuombea kutakasika, ili kila anayefika akutane na nguvu za Mungu. Lakini pia kwamba kumbe madhabahu inatakiwa watu wakienda watakaswe. Amesema hapa kitakuwa kitakatifu kila kitu kiigusacho, kila kitu kiigusacho. Kwa hiyo mtu anapoenda kugusa madhabahu, kumbe anatakiwa kutakasika kupitia madhabahu. Kwa hiyo madhabahu ina utakaso, kuna roho ya utakaso, kuna nguvu za utakaso kwenye madhabahu. Kuna Mungu mwenyewe pale. Tulisoma kwenye somo hili tulipoanza, akasema Mungu anasema ameweka jina lake hapo, ameweka na moyo wake hapo, na macho yake yako hapo. Kwa hiyo aingiaye hapo basi anatakaswa, anatakasika, anapokea uponyaji. Jina la Yesu litukuzwe sana. Madhabahu takatifu, kuna umuhimu mkubwa sana kufahamu haya na kuyafanya haya au kuyatenda haya. Ahimidiwe Bwana na atukuzwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu yake endelee kunena mema. Nihamie katika Agano Jipya kwenye kitabu kile cha Warumi. Hebu tuangalie tena katika Warumi sura ile ya 15. Warumi sura ile ya 15. Warumi sura ile ya 15. Hebu tuende tuone pia kuna kitu kingine hapo. 15 na mstari ule wa 14 hadi wa 17. Warumi 15. Maandiko matakatifu katika Warumi 15:17. Naenda kusoma. Anasema hivi. Basi 14, Warumi 15:14 mpaka 17. Naanzia mstari wa 14. Anasema, ndugu zangu, nimehakikishwa mimi mwenyewe kwa habari zenu ya kuwa nanyi mmejaa wema, mmejazwa elimu yote, tena mwaweza kuonyana. Lakini nawaandikia kwa ujasiri zaidi katika sehemu za waraka huu, kana kwamba kuwakumbusha kwa neema ile niliyopewa na Mungu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanye injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Basi nina sababu ya kuona fahari katika Kristo Yesu mbele za Mungu. Amen. Jina la Yesu litukuzwe sana. Anasema, nimesikia habari zenu na kwamba ni habari njema, ni habari ya wema. Mmekuwa wema, wamekuwa watu wanaotenda yaliyo mema. Mmejaa wema, mmejazwa elimu yote, tena mwaweza kuonyana. Elimu ya neno la Mungu imewajaa na wanaweza kuonyana. Inafurahisha. Anasema anawaandikia kwa ujasiri kwamba anawakumbusha kwa neema ile aliyopewa. Paulo mtumishi wa Bwana anasema, kwa neema ile niliyopewa, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanye injili. Awe mhudumu wa injili. Mhudumu, tukisema mhudumu manake ni mhudumu katika madhabahu takatifu, wahudumu wanaoihudumia madhabahu. Jana katika Wakorintho inatuonyesha kwamba wahudumu wanatakiwa kupata fungu lao katika huduma hiyo, lakini akasema pia na wale pia watumishi wanaruhusiwa kula sadaka hiyo. Katika madhabahu kuna sehemu yao ya kula katika hiyo sadaka katika madhabahu ya Bwana. Shalom sana, shalom. Na hivyo hii inatuhakikishia kwamba Mungu anapendezwa, anatamani kutuona tuna hudumu katika madhabahu yake. Paulo anasema, mtumishi anasema, niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanye injili ya Mungu, kazi ya ukuhani. Ukuhani hiyo ni kazi ya madhabahu, kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali.
watu wawe sadaka yenye kibali katika madhabahu ya Mungu aliye mtakatifu, wawe sadaka. Anasema ili wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Sadaka inayotakaswa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kutakaswa, na tukishatakaswa tumekuwa sadaka katika madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo sisi ni sadaka madhabahuni pa Mungu. Wewe na mimi ni sadaka kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatutakasa. Tumetakaswa kwa damu ya Yesu. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatuwezesha. Tunakuwa wahudumu katika madhabahu ya Bwana. Ni wahudumu katika madhabahu takatifu, na hivyo tu sadaka na tena tu hekalu. Kumbuka anasema sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, sadaka yenye kibali mbele za Bwana. Tunatakiwa kwa watu wenye kibali mbele za Bwana, kwa sababu tumekusudia, tumechukua hatua ya kuwa katika madhabahu ya Mungu, madhabahu iliyo takatifu, madhabahu ambayo inamtukuza Mungu aliye Mwokozi. Basi tumepewa kuwa wahudumu, tunatakiwa kuwa wahudumu, tunatakiwa kuwa wahudumu. Anasema hapa mtumishi huyu, anasema basi nina sababu ya kuona fahari katika Kristo Yesu mbele za Mungu. Nina sababu ya kuona fahari. Kwa nini ana sababu ya kuona fahari? Kwa sababu ametumika, watu wamevutwa, wameingia, wametakaswa, wamekuwa sadaka yenye kibali kwenye madhabahu ya Bwana. Anaona fahari kuwa madhabahuni pa Mungu. Anaona fahari kuitwa mtumishi. Ona fahari kuitwa mtumishi wa Bwana Yesu. Haimaanishi mpaka usimame kuhubiri kama navyohubiri mimi, lakini matendo yako, mwenendo wako, njia zako, maisha yako, utii wa ndani ya moyo wako, basi watu wakiona tu wanasema huyu ni mtumishi wa Bwana, huyu ni mlokole, huyu ni mteule wa Bwana. Mlokole sio dhehebu, au mteule sio dhehebu. Watu waliokombolewa na Yesu, watu walionunuliwa kwa damu ya Yesu, wateule waliokombolewa, walokole, wameokolewa. Haleluya, shalom sana. Ona fahari, asema naona fahari. Jambo la kwanza hapo ni kuona kwamba kumbe watu wanatakiwa kutakaswa. Hata wale wasioamini wanatakiwa waje wawe wahudumu wa madhabahu ya Mungu aliye hai. Hata wale ambao hawajaokoka, bao wanatakiwa kutoka huko waje watakaswe na Roho Mtakatifu wa watumishi. Na hivyo kumbe natuonyesha ili kuwa mhudumu wa madhabahu lazima kutakaswa na Roho Mtakatifu, lazima kujazwa na Roho Mtakatifu, ndipo tuweze kuihudumia madhabahu ya Mungu iliyo takatifu. Kwa nini? Kwa sababu pale pana Roho Mtakatifu, pana Roho wa Mungu. Mungu yuko pale. Sasa hatuwezi, au mtu hawezi kutumika bila Roho Mtakatifu, bila uweza wa Roho. Lazima uweza wa Roho, lazima Roho ahusike, Roho wa Mungu ahusike, na ndipo mtu huyu anakuwa tayari, anafaa, anakubalika. Sababu kumbuka ametaja kibali hapa kwenye hiyo Warumi 15, kibali. Anasema wawe sadaka yenye kibali, watu waliokubaliwa au waliokubalika mbele za Mungu. Tunatakiwa kupata kibali cha Bwana, kupata utakaso kwa damu ya Yesu, kibali cha Bwana, kibali cha kutumika kwenye madhabahu yake, kibali cha kutumika, na tuwe sadaka yenye kibali mbele zake. Lakini tuone fahari, ona fahari ya kutumika kwenye kazi ya Bwana Yesu. Ona fahari, pata kuona ufahari. Ni ufahari. Wengine wanaona ufahari wa kuitwa watu wa ovu. Wengine wanaona ufahari wa kuwa na malimbiko mengi ya mali na vitu vingi, alafu hawana Yesu ndani yao. Wanaona tu fahari kuwa na mamilioni ya fedha, lakini hakuna Yesu. Hiyo sio fahari, huko ni kuangamia. Hilo ni giza. Kwa hiyo fahari yetu ni kuona kwamba tu watumishi katika madhabahu ya Yesu, pamoja na utajiri na vingine tutakavyovipata, lakini fahari tusione ni kuwa na vitu vizuri vinavyomeremeta, kama ambavyo katika Hagai Bwana anasema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa kwenye nyumba zenye mapambo, na nyumba yangu inakaa hali ya kuharibika? Katika Hagai 1:8
Mungu anasema nendeni mkanijengee madhabahu nami nitafurahi. Hagai 1:8. Mungu anasema nami nitafurahi. Furaha ya Bwana ni katika kuona tunamjengea madhabahu, tunahusika na madhabahu ya Mungu aliye mtakatifu, tumesimamia kazi ya madhabahu ya Mungu aliye mtakatifu. Anasema pandeni milimani leteni vya kujenga madhabahu yangu ijengwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo fahari yetu si katika vitu vingine. Ufahari mkubwa ni kuona mtumishi wa madhabahu ya Mungu. Tembea na neno hilo. Kama utashikilia hilo peke yake, hapo anza kulifikiri sana. Fahari yangu nionekane katika kuwa na utumishi mbele za Bwana. Fahari ambayo inanifaa, ufahari ambao ni wa kipekee, ni wa kuitwa mtumishi wa Bwana Yesu, mtu wa madhabahuni pa Yesu, mtu wa madhabahuni pa Yesu, kwamba unatembea na Bwana, umekaa na Bwana, unakwenda pamoja na Bwana, unaongozwa na Roho yake, umetakaswa, umekubalika mbele za Mungu. Kama unaona huna kibali, kibali kinatafutwa na kinapatikana kwa maombi, kwa imani na maombi kinapatikana, kwa sababu kuna nguvu zinazomuondolea mtu kibali, au kuna roho nyingine. Sasa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kibali kinapatikana. Kibali, 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 kibali. Jina la Yesu nalitukuzwe sana. Jina la Yesu nalihimidiwe sana. Jina la Yesu naliinuliwe milele. Kibali cha kutumika. Anasema ninaona fahari. Ninaona fahari. Na jambo lingine hapa amesema linafurahisha ni kwamba wanaweza kuonyana. Wanaweza kuonyana madhabahu, watu wanaotumika katika madhabahu ya Mungu, au walioyahusisha maisha yao na kazi ya Mungu na madhabahu ya Yesu Kristo, wana roho, wana mwelekeo, wataonyana, wataelekezana, wataambiana ukweli. Kwenye madhabahu ya Bwana tunatakiwa kuambiana ukweli, hakuna kufichana, maana Mungu yuko pale. Kwenye madhabahu ya Bwana Mungu yuko pale. Kumbuka amesema masomo yaliyopita kwenye wiki hii, katika somo hili amesema pale kwamba macho yake yako hapa na moyo wake na jina lake lipo hapo, katika madhabahu yake iliyo takatifu sana, iliyo takatifu sana. Basi tuweke maisha yetu katika madhabahu ya Mungu, tukae. Hakikisha unaona fahari ya kuwa mhudumu wa Kristo, sio fahari ya kuwa mhudumu tu wa dunia na vitu ambavyo havina uzima ndani yake, bali tuwe na vitu ambavyo vitakuwa na uzima ndani yake. Kazi ya madhabahu ya Bwana ina uzima ndani yake. Kazi ya utumishi wa Mungu wetu ina uzima ndani yake, ina nguvu ndani yake, ina uweza ndani yake. Ndani yake tunashinda na zaidi ya kushinda. Kazi hiyo ni ya heshima, ni ya baraka, itatupatia heshima na kibali na baraka. Haleluya sana. Neema ya Mungu itujaze tena, itusaidie tena. Endelea kupata ufunuo kwa Roho Mtakatifu juu hii ya kusema mhudumu wa madhabahu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu. Kati ya watu wa mataifa, niifanye injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka. Watu wengine wanatakiwa kuokolewa kupitia mimi na wewe, waokolewe, wavutwe, watoke gizani, waje nuruni, kumtumikia Yesu pamoja nasi katika madhabahu iliyo takatifu ya Mungu mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu akubariki. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu ninashukuru kwa ajili ya uweza wako na nguvu zako. Nakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo lina uzima, lina neema. Asante kwa ajili ya msikilizaji, pia mtazamaji. Asante kwa ajili ya mtu wako huyu, mtoto wako, mtumishi wako. Mbariki, mtie nguvu na ufunuo kwa Roho Mtakatifu. Mshibishe neema na mema
aendelee kutumikia siku kwa siku. Katika jina la Yesu ninaomba nguvu zako, nami nasimama kinyume na roho zote za madhabahu za giza zinazofuatilia maisha yetu, zinazoleta upingamizi kwamba tusikutumikie au tusikujengee madhabahu. Katika jina la Yesu, hizo falme naziharibu, nazisambaratisha kazi zao, na upangua mpango mbaya na utupilia mbali katika jina la Yesu wa Nazareti. Nimesimama kinyume na chochote cha kuzimu na mauti, cha magonjwa, cha mauti, cha magiza, cha mamlaka zote za madhabahu za kishetani. Ninakikemea katika jina la Yesu, ninakiangusha katika jina lako, naamuru kusambaratishwa kabisa katika jina la Yesu. Baba mwenye uweza wote na nguvu, akaachilie sasa neema na rehema. Baba, jina lako likatukuzwe ndani yetu, jina la Yesu Kristo, na maisha yetu yakaziendelea na yakazidi kuwa katika utumishi, katika madhabahu, huduma ile ya kimadhabahu. Bwana, tujalie kusimama katika hiyo siku zote, kutembea katika hiyo nyakati zote, katika jina la Yesu. Jazwa mafuta ya kutumika kwa Yesu, jazwa mafuta ya Roho Mtakatifu, jazwa mafuta mabichi, Bwana, yale mafuta mabichi kwa ajili ya utumishi mwema, Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninasimama kupangua, kupindua makusudio mabaya ya falme wa adui, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mungu wa neema yote, katika damu ya Yesu, asante kwa ajili ya pendo lako, asante kwa ajili ya neema yako. Ninaomba fadhili zako na rehema zako, simama mwenyewe Baba, kwa utukufu wa jina lako, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba Baba, kibali chako, tupe kibali. Waliokoseshwa kibali, naomba warudishiwe kibali, wapate kibali cha kutumika madhabahuni pako, wapate kibali cha utumishi, kibali, maana umesema tutapanda madhabahuni pako kwa kibali, madhabahu ambayo inatakasa, madhabahu yako inaponya, madhabahu inayotakasa. Naomba sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, utujalie uweza na nguvu, Bwana, tuweze kutembea kwenye mapenzi yako, tuweze kutembea kwenye kusudi lako na nguvu zako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya mpendwa huyu, mtu huyu, naomba mfunulie, apate kuona, apate kujua kwa hakika yaliyo mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rehema na fadhili zako, Bwana, naomba zikatawale saa hii, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ufadhili na udhamini wako, Bwana, na utujilie sasa, katika jina la Yesu. Udhamini na ufadhili wako, Bwana, juu ya mtu huyu. Roho ya kukataliwa iondoke kwa jina la Yesu. Naomba Roho wako mwema, Roho utakaso, amtakase, atutakase, awatakaswe watu wako katika mji na vijiji. Utakaso wa Roho Mtakatifu kwa damu yako, na watu waingie sasa katika uweza wa nguvu zako, ili walitumikie kusudi lako na shauri lako, Bwana, ili wakayatumikie mapenzi yako, Mungu mwema, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hila zote na kazi zote za falme za giza nazikemea katika jina la Yesu, nazisambaratike. Nguvu ya Roho Mtakatifu, utakaso, jazo kutakaswa kwa damu Yesu. Endelea kuwa mhudumu, na kama haukuwa mhudumu sasa, ingia uwe mhudumu katika madhabahu ya Yesu, uwe mhudumu katika madhabahu ya Mungu mtakatifu, madhabahu ya Yesu mtakatifu, madhabahu ya Yesu aliye mkuu wa uzima. Bwana Yesu akubariki. Vutwa, lango lako lifunguke la kuwa mhudumu katika madhabahu ya Yesu sasa na siku zote, kwa jina la Yesu, amen. Karibu sana. Kumbuka jambo muhimu, kusubscribe pia katika huduma hii ya utumishi huu katika YouTube channel hii. Kama hujafanya hivyo, kumbuka kusubscribe, kushare na kulike na wengine, kwa utukufu wa Bwana Yesu Kristo. Baraka za Bwana ziende kuwa pamoja nawe. Niomba pia nikupe namba za ushiriki tunapotaka kumjengea Mungu madhabahu, tunapoenda kuhubiri injili huko na huko. Basi karibu shiriki kwa sadaka ili injili ihubiriwe, na namba hizo za sadaka utaziona hapo chini kwenye simu yako. Lakini pia naweza nikazitaja, ambazo ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel
0787 62 75 91. Alafu kuna ile ya Vodacom ambayo ni 0762 282 439. Hiyo ni Vodacom na jina ni Eli Mlinzi Mbise. 0762 282 439. Ninakutakia kuendelea kubarikiwa sana na kujazwa neema ya Yesu na nguvu. Endelea kushibishwa mema, endelea kuvikwa uweza, endelea kuvikwa nguvu, endelea kuvikwa amani. Bwana akubariki sana, akujaze neema sana, akuvike na uweza. Bwana Yesu msaidie mtu huyu ambaye amekwama. Bwana Yesu mpe nguvu, ainuke, atembee katika mapenzi yako. Kwa jina la Yesu, barikiwa, jazwa neema sasa na hata milele. Amen, amen.